nilipoahidi jana kwamba leo tutarudisha misukule kwenye uwanja huu. Kwa hiyo ile leo niliyoisema ndiyo sasa hii. Kwa hiyo naomba unisikize kwa saa chache, dakika chache, baadaye nitaanza kufanya kazi. Asante sana. Kwenye monitor unaweza kukaa hapa. Nasema mkutano huu ni kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya Wakristo, kwa ajili ya Waislamu, kwa ajili ya watu wasio na dini. Somo langu la leo linalenga kuwarudisha misukule na kurudisha afya za watu. Kwa hiyo kwa sababu ya somo nimeamua kuliita wafungwa wafunguliwe tena. Nitasoma kutoka kwenye Luka sura ya 4 na mstari wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuwaacha huru waliosetwa. Maneno haya yalikuwa ni maneno ya kwanza wakati Yesu anaanza huduma yake duniani. Kama mnavyojua, Yesu alizaliwa kama mtu wa kawaida tu duniani mpaka alipofika umri wa miaka 30 akaenda kufunga na kuomba siku 40 nyikani. Alipotoka nyikani, wakati anateremka aanze kuhubiri mara ya kwanza kabisa, akaanza kwa maneno haya. Akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Haya maneno ya muhimu sana. Bwana Yesu alisema kwenye kazi mojawapo aliyotumwa na Baba yake ni kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Mara nyingi ni ngumu kujua wafungwa hawa ni kina nani. Hebu kwanza nitaishia kwenye kurudisha misukule, lakini kupe kwanza mambo machache uyaelewe. Watu wengi wanawaza kama wachawi wapo au hawapo. Wachawi wapo. Ukisoma kwenye Mika sura ya 3 na mstari wa 2 hadi wa 4, Biblia inasema hivi: ninyi mnaochukia mema na kuyapenda mabaya, ninyi mnaowachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao, naam, mnakula nyama ya watu wangu na kuchuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao, naam, mwawakata vipande vipande kama kwa kutiwa nyunguni na kama nyama sufuriani. Nimesoma Biblia kwenye kitabu cha Mika sura ya 3 mstari wa 2 hadi wa 4. Mungu anawaambia watu kwamba kuna watu wanachuna watu ngozi, na kuna watu wanakula nyama za watu, wanavunja mifupa yao, wanaweka kwenye viungu kama vile mtu alavyo nyama sufuriani. Mungu anasema haya. Tumeona siku za karibuni wachawi wanakamatwa, wanachuna watu ngozi. Haya mambo yameandikwa kwenye Biblia tangu awali. Kwa hiyo Biblia inaonyesha waziwazi wachawi wapo. Lakini pia kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 13 na mstari wa 18 hadi wa 13 hadi wa 23, Biblia inasema, useme Bwana asema hivi: ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, waweka leso juu ya vichwa vyao vya kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi roho zenu wenyewe? Nanyi mmenajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuziua roho za watu ambao haikuwapasa kufa. Hebu sema, haikuwapasa kufa. Ina maana kuna watu wameuawa, lakini Biblia inasema haikuwapasa kufa, walipaswa kuwa hai. Anayeongea haya ni Mungu. Anasema nyie mmewaua watu ambao haikuwapasa kufa. Alafu anasema na kuzihifadhi roho hai za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, na kuambia watu uongo na watu wakasikiliza uongo. Yaani
Kuna watu mmetuambia wamekufa na sisi mkatulazimisha kusikiliza uongo. Tukubali kwamba wamekufa. Ndugu zangu, kuna magereza aliyosema Yesu kwamba ametumwa kutangaza mwaka wa Bwana na kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Magereza haya sio Ukonga, sio Kinguruwila, ni magereza ya kiroho. Kuna magereza kabisa rohoni, mtu anaweza kuwekwa gerezani bila yeye kujua, na wengine wamewekwa kwenye magereza ya mauti na magereza ya kifo. Unaambiwa mtu kafa, lakini mtu yuko hai. Sasa nakwenda moja kwa moja kwenye agenda ambayo watu wanajua inaitwa msukule. Unajua, mara nyingi unapoongea kwa Kristo msukule, wanaanza kushangaa. Lakini kabla sijamaliza mkutano huu leo, kama wewe ni mara yako ya kwanza kunisikia, nitaumaliza mshangao wako mbele ya macho yako kwa jina la Yesu. Watu wengine wanakuwa wananiuliza, kwa nini mbona Yesu hakurudisha msukule kama unavyosema wewe? Lakini bila shaka hawasomi Biblia. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 na mstari wa 17, unamwona Elia anamfufua mtoto. Lakini pia ukisoma Wafalme wa pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 32, unamwona Elisha anamfufua mtoto. Lakini ukisoma Wafalme wa pili sura ya 13, utaona mifupa ya Elisha inamfufua mtu aliyekuwa amekufa. Lakini pia ukisoma kuanzia Luka sura ya 7, utamwona Bwana Yesu mwenyewe anamfufua binti yake aliyekuwa amekufa. Lakini haitoshi, utamwona Bwana Yesu anamfufua kijana kwenye lango la Naini, kijana aliyekuwa amekufa na amewekwa ndani ya jeneza. Wanakwenda malaloni, wanakwenda wanaimba, ingekuwa Kristo wanasema mwamba wenye imara kwako nitajificha, wanakwenda malaloni. Ingekuwa ni sisi Waislamu wanaimba aila 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 aila, wanakwenda malaloni. Lakini Yesu akakutana wao, akasimamisha jeneza na akamwambia kijana, toka ndani ya jeneza lako, na kijana akatoka. Huyu ni Yesu. Lakini haitoshi. Siku moja kuna mtu mmoja alikuwa anakaa kijiji cha Bethania, anaitwa Lazaro, akafariki. Bwana Yesu akaitwa, akaambiwa Lazaro amefariki, ili aende akamfufue, akamponye. Alikuwa mgonjwa, aende akamponye. Yesu akasema, hapana, nasubiri kwanza Lazaro afe, maana ugonjwa wake huu ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa hiyo Yesu akaacha mpaka Lazaro kafa, mpaka Lazaro kazikwa, mpaka kaoza. Siku ya 4 Lazaro akiwa ameshazikwa, ndiyo Yesu akatokea. Alipotokea, Mariamu na Martha wakamwambia Yesu, Bwana Yesu, ungalikuja kaka yangu asingekufa, maana yake umechelewa. Unaona, Yesu akamwambia, ondoeni jiwe, maana yake fungueni kaburi. Wakamwambia Yesu, Bwana, nanuka sasa hivi, maana ni siku ya 4. Hebu alikuwaza, mtu amekufa, ameoza, yuko kaburini. Yesu akamwambia, ondoeni jiwe. Walipoondoa jiwe, Yesu ndiye akaita Lazaro, njoo. Lazaro akatoka kaburini. Haitoshi, Yesu mwenyewe kwenye Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 8 imeandikwa, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, toeni pepo, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toeni bure. Yesu mwenyewe alifanya hizi kazi na akatuamuru sisi kufanya. Haitoshi, kuna wengine wanasema, wajima huyu ni Yesu, sio binadamu. Lakini hawajui pia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, unajua vyema kwamba kuna mtu mmoja alianguka kutoka ghorofa ya 3. Jina lake anaitwa Eutikas. Alianguka kutoka ghorofa ya 3 akafa, na Mtume Paulo akaenda akamfufua, akafufuka. Mtume Paulo ni binadamu kama sisi. Mwingine anasema huyo ni Mtume Paulo, yeye aliandika zaidi ya nusu ya Biblia. Lakini Petro, kuna mjane mmoja anaitwa Dorcas ambaye alikufa, wakamfuata Petro, akaja akamwombea na akawa mzima. Pengine mtu anaweza kusema hapana. Lakini Yesu mwenyewe kwenye maandiko matakatifu anasema, amini amini nawaambia,
Yeye aniaminie mimi, maana yake kama mimi namwamini Yesu au wewe unamwamini Yesu, kazi nifanyazo naye atafanya, naam na kubwa kuliko hizo atafanya, maana mimi nakwenda kwa Baba. Unaona, Yesu alifanya hizo kazi na akatuambia sisi tunaweza kufanya kubwa kuliko hizo, na ndio maana unaona kanisa limepoa na watu wamebakia maneno tu. Lakini kimsingi Yesu alituambia tunaweza kufanya kazi zake na inawezekana. Lakini bado kitabu cha Yohana sura ya mwisho, Yesu anasema kuna mambo mengine mengi ambayo alifanya Yesu ambayo hajaandikwa kwenye kitabu hiki, lakini haya yameandikwa ili mpate kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na mpate uzima katika yeye. Nakwambia, walio mashimoni, walio mashambani, walio mapolini, walio nyikani, saa ya kurudi imefika na watarudi kwa jina la Yesu. Ninakuonyesha mfano wa kibiblia. Yesu hana dini, Yesu hana kabila, Yesu hana Lutheran, Yesu hana Assemblies of God, Yesu hana TAG, Yesu hana ufufuo na uzima, Yesu hana Katoliki, Yesu hana Waislamu. Yesu ni kwa ajili ya watu wote. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, na leo walio mashimoni watapatikana kwa jina la Yesu. Kama unaamini na mimi sema amen. Sasa nitakuelezea sasa aina 4 za misukule. Msukule ni nani? Msukule ni binadamu ambaye wachawi wamekudanganya kwamba alishakufa na akazikwa, kumbe yuko hai. Sasa nitaelezea aina 4 za misukule, na baada ya kumaliza kuelezea aina hizi nitarudisha msukule hapa, sio mmoja, sio wawili, sio watatu, sio wanne, nitarudisha hapa, utawaona na nitamwita mtu anayewajua. Maana kuna watu wengine kule Tanga tunaporudisha misukule wanasema hawa msukule labda Gwajima kaja nao kutoka Dar es Salaam. Wengine kule Moshi wanasema labda kaja nao. Nataka nikwambie hakuna kinachomzuia Bwana kuokoa. Kwa wengi au kwa wachache, Bwana anaweza kuokoa. Chuki zako za kidini kaa nazo kule. Hii ni saa ya ufufuo na uzima duniani. Mungu anatembelea mataifa yote, hatembelei kanisa, hatembelei dhehebu, hatembelei dini, anawatembelea watu wote walioitwa kwa jina lake. Saa imefika aliyosema Bwana, nitawatia adui zako chini ya mikono yako, nawe utawatenga kama upendavyo. Ninawaagiza wachawi wa Morogoro, kabla ya saa moja ijayo warudishe misukule kabla sijakukabili mimi ana kwa ana. Warudishe mwenyewe kwa jina la Yesu. Amen. I have no discussion on that. Sasa naanza aina ya kwanza. Aina ya kwanza ya msukule ni mtu anakuwa mgonjwa. Anapokuwa mgonjwa, ugonjwa unaweza kuwa wa muda mrefu, lakini ugonjwa huu ni ugonjwa wa kupandikiza. Kesho tutaangalia magonjwa ya kutengeneza. Unaweza kuwa na ugonjwa lakini wa kutengeneza, sio ugonjwa wa asili. Unaweza kuwa una kansa au na ukimwi au na ugonjwa wa moyo lakini wa kutengeneza, watu wamekutengenezea. Kwa hiyo aina ya kwanza ya msukule ni mtu wanamtengenezea ugonjwa, na ugonjwa unakuwa wa muda mrefu. Anaanza kukonda, anaanza kuwa mgonjwa, anaanza kuwa na matatizo. Inapofika siku kwa siku, wachawi wanakuwa wamepanga siku ya kumchukua na mahala pa kumchukua. Kumbuka, watu wengi hawajui kwamba wachawi wamo ndani ya Biblia. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 8 unamkuta mchawi anaitwa Simoni. Mchawi anaweza kuwa na jina la Kikristo au la Kiislamu. Sura ya 13 ya Matendo ya Mitume unamkuta mchawi anaitwa Yesu. Wachawi wamo ndani ya Biblia na wachawi wapo, na kwenye Qur'an tukufu inasema uchawi ulishuka kwa mkono wa malaika wawili, Haruta na Maruta, katika mji wa Babeli. Kwa hiyo vitabu vyote, Qur'an tukufu na Biblia takatifu, zinakubali wachawi wapo na zinasema wachawi si wazuri. Ndio maana kwenye Agano la Kale Musa akasema usimwache mwanamke mchawi kuishi. Haleluya. Walikuwa wakikamatwa. Kwa hiyo mnapoingiza ndani, mmeingiza mgomba.
Yule mtu wanamkamata wachawi, wanakaa naye. Sasa wewe utajiuliza, mchungaji, ule mgomba kwa nini usionekane kama mgomba? Sikiliza nikupe lecture kidogo. Kuna kitu kinaitwa manuizo. Manuizo, unajua mashetani ni malaika. Kama nilivyoongea jana, mashetani ni malaika. Unajuaje malaika? Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa 7. Imeandikwa, kulikuwa na vita mbinguni, malaika Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka pamoja na malaika zake. Unaona, Ibilisi anaitwa malaika. Ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo anaitwa malaika wa kuzimu, anaitwa Apolion. Ni malaika. Mashetani ni malaika wachafu na wana uwezo wa kugeuza maumbo mbalimbali. Malaika anaweza kuwa mtu akageuka umbo akawa mtu. Ndio maana unaona, kwa mfano, malaika walimtembelea Abrahamu, walikuwa ni watu, wakafika kwa Abrahamu wakala chakula, wakala watu kabisa. Malaika wanaweza kugeuza maumbo mbalimbali. Ndio maana malaika walikwenda kwa Rutu, ni watu. Kwa hiyo malaika wana uwezo wa kuvaa maumbo mbalimbali, wanaweza kuwa mti. Ndio maana kule nilipokuwa Tanga, siku moja wakati naongea hivi mchana, tukaona mtu mmoja juu ya paa la nyumba hivi mchana, mwanamke mnene amevaa ninja mchana hivi. Nilifikiri mimi naona maono. Baadaye tulipoomba watu wote wakamwona juu ya paa la nyumba mwanamke amevaa ninja kwenye pembe ya mwisho. Watu walipopiga kelele akapotea mbele ya macho yao. Huyo ni binadamu, lakini kimsingi ni jini. Majini au mashetani wanaweza kuvaa sura yoyote wanayopenda, ama sura ya mti, ama upepo, ama ng'ombe, ama punda. Naomba niruhusu nikoti kitabu cha Kiislamu. Mimi napenda Waislamu. Kitabu cha Kiislamu cha maisha ya Mtume Muhammad kimeandikwa na Sheikh Falsi wa Zanzibar. Kwenye ukurasa wake wa 30 na aya yake ya 3 inasema hivi: majini ni viumbe wepesi wanaokaa angani, hawana viwiliwili, hivyo hawawezi wakaonekana kwa macho, lakini wanaweza kuvaa maumbo yoyote ili kutimiza haja zao, ama umbo la kifuu cha nazi, ama umbo la nyoka, ama umbo la nge, na wao na mashetani wana asili moja. Mwisho wa nukuu. Unaona, hata kitabu cha Kiislamu kinaonyesha majini wanaweza kuvaa maumbo mbalimbali, na hata Biblia yenyewe inaonyesha malaika wanaweza kuvaa maumbo mbalimbali. Hivyo ndivyo wachawi wanavyofanya. Hili gogo wanalinuizia, wanaliambia jini moja, hebu vaa sura ya marehemu aliyekufa. Kwa hiyo jini linalivaa lile gogo, linaipa sura ya marehemu kabisa alivyo, na nguo zake na mustaji zake na alama zake na kila kitu. Sasa nyie mnabeba gogo hili mnapeleka ndani, ndipo mnapoanza kulia. Sasa nimefiwa na baba mdogo, nimefiwa na mama mdogo, nimefiwa na shangazi, nimefiwa na kaka, lakini kimsingi huyu naye mlilia sio yeye. Jambo hili litokea siku moja, mimi nilipokaribishwa kwenye msiba mmoja. Nilikaribishwa, sikujitambulisha mimi ni mchungaji. Unajua wengine hata tufanani na uchungaji, watu wakikuona wanasema ni kijana hivi. Nilipokuwa msibani, watu tunazunguka tunaimba, ulikuwa msiba wa Kikatoliki. Tunaimba kesheni kila wakati mpate kuokoka. Tulipopita pale, mtoto mmoja alikuwa mbele yangu, alipoangalia kwenye jeneza akaniambia, baba, unaona kwenye jeneza kuna mbwa? Nikamwambia nyamaza, tuko msibani. Lakini poangalia mimi nikaona kweli kwenye jeneza kuna mbwa, mdomo mweusi amefungwa tai. Nikashangaa kweli. Nikachukua mkono kwenye macho yangu nikafuta kidogo, nikaona labda naona maluelue. Baadaye nikamuuliza mtu aliyekuwa mbele yangu, unaona nini ndani ya jeneza? Yule bwana aliyekuwa amefariki ni mhasibu. Yule nilipomuuliza akasema, bwana, huyu mhasibu alikuwa mtu mwema sana. Nikajua huyu naye haoni. Kuna watu wanaoona na watu wasioona. Mimi naona. Nikataka nimuulize na wanyuma yangu, tuko kwenye msururu bado tunaimba. Nikamwambia, ndugu yangu, unaona kwenye jeneza? Akasema, bwana, naona jamaa amekufa mbichi kabisa, yaani ajabu sana. Nikajua huyu naye haoni. Kuna watu wanaoona, kuna wengine hawaoni, wananuiziwa. Ile gogo
linakuwa limenuiziwa livae sura ya mtu, majini yanalivaa ile gogo linaonekana kama mtu. Zile sura, zile nyakati za wachawi kutuambia uongo eti kaitwa na Bwana, kumbe yuko chini ya uvungu, zimekwisha kwa jina la Yesu Kristo. Ni nyakati za sherehe ya ukweli isikike pande zote. Baadaye nikazunguka tena, kwa sababu ilikuwa hainihusu, nikazunguka tena. Baadaye nikajiuliza, hapana, niache, hapana. Nikaenda kujipanga tena kwenye mstaangalia, nikaenda kujipanga mara ya tatu. Mara ya tatu nikasema hapana. Nikasimama nikalishika ile jeneza, nikasema katika jina la Yesu, nikasema naharibu kazi zote za giza. Kimsingi msukule ni mambo yote, ni uchawi ambayo ni ushetani ulioshindwa na Yesu msalabani. Yesu alipomshinda Yesu msalabani, alishinda vyote. Alishinda uchawi, alishinda magonjwa, alishinda laana, alishinda mikosi, alishinda vyote. Ni wewe tu kuitumia mamlaka tuliyopewa na Yesu. Na Yesu alipotaka kwenda mbinguni akasema, na tazama, ninawapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Zote, sio baadhi, zote. Na hakuna kitakachowadhuru kwa namna yote. Yaani nguvu zote, nguvu ya uchawi, nguvu ya ushirikina, mazingaombwe, majini, mizimu, zote tumepewa kuzikanyaga. Na hii tunakanyaga kwa jina la Yesu. Na hakuna jambo la kutudhuru wakati wowote. Tunayo mamlaka tumepewa. Mamlaka ni nini? Mamlaka ni uwezo. Mamlaka ni kazi. Marko sura ya 7 mstari wa 6, akawaita wale tenashara, akawatuma wawili, tena wawe na amri juu ya pepo wachafu. Tenashara ni kila ni wanafunzi kama mimi, tuna amri juu ya pepo wachafu. Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 1, akawaita wanafunzi wake, akawatuma wawili, wapoze pepo, wapoze magonjwa na kutoa pepo na udhaifu wa kila aina. Tunayo mamlaka na inatenda kazi. Na hata Mkristo yeyote, na wewe unayo mamlaka, inatenda kazi kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Nilipozunguka nikalitia jina la Bwana, nikasema njoo kama nitakavyoita leo. Leo nitawaita msukule, wengine mtatoka ndani ya nyumba za watu, wengine mtatoka chini ya uvungu wa watu, wengine watatoka kwenye mashamba ya watu, wengine watatoka kwenye magorofa ya watu, kwenye majumba haya unayoona. Majumba haya yana watu haya, kuna watu humu ndani watakuja, utaona. Hebu kama unapenda leo sema amen. Takata mzizi wa fitna leo, na utajua yuko Mungu katika Israeli. Kama unapenda haya, mpigie Bwana makofi makubwa. Nilipoita, ghafla nyuma ya mlango wa nyumba hiyo ikasikika kelele. Kuna kabibi kamoja, kumbe yule bwana mhasibu kalikuwa kamemshikilia nyuma ya mlango pale pale. Nilipoita kwa damu ya Yesu, nyuma ya mlango mwanamke akapiga kelele, msiniue jamani, msiniue jamani, msiniue jamani. Walipoenda kuangalia nyuma ya mlango, wakamkuta yule mhasibu ambaye yuko ndani ya gereza, yuko nyuma ya mlango wa nyumba yake, ameshikiliwa na kabibi kamoja. Baada ya kuwa wamemwona mhasibu, watu wote kwenye msiba wakaona sasa kwenye gereza kweli kuna mbwa. Macho ya watu wote yakafumbuliwa, wakamtoa nje. Yule bwana hawezi kuongea. Watu wakamkamata yule bibi waanze kumpiga. Polisi walikuja kumwokoa yule bibi, watu wanataka kumshona makonde. Sitamsahau bwana mmoja ambaye huwa anamsema siku zote. Akamkamata yule bibi akamlalia chini, alafu akarudisha konde nyuma, akamuuliza na mwanangu naye, na mwanangu naye. Bila shaka yule bwana alikuwa amefiwa mwanae siku za karibuni. Na mimi nataka kusema leo katika jina la Yesu, mapango yote ya Morogoro, mashimo yote ya Morogoro, viwanda vya Morogoro vilivyoficha watu wa Mungu eti kwamba wamekufa, inasema katika jina la Yesu utawarudisha watu hawa leo. Watu wote waseme amen. Kwa hiyo ndio aina ya kwanza. Mnapokwenda kuzika, mnakwenda kulizika hilo gogo, mnaliweka ndani ya kaburi, lakini yule marehemu anakuwa nyuma ya mlango, amewekwa nyuma ya mlango. Yeye yule bwana tukaanza kumuuliza, mhasibu, mbona wewe ni mtu mzima, kwa nini ulishindwa kukamishia kale kabibi kana kushikilia na umetulia? Akasema jambo la ajabu sana. Akasema, mchungaji,
Ni kama vile unapokuwa umelala halafu umekaliwa na jinamizi. Unataka kupiga kelele huwezi, unataka kunyanyua mguu huwezi, unataka kulia huwezi, unataka kumshika mtu aliyekaribu kusaidia huwezi. Hivyo nilivyokuwa mimi, nilikuwa nashangaa, nataka kuongea siwezi, nataka kupiga kelele siwezi, lakini nimeshikiliwa. Kwa hiyo mara nyingi kama wasingeona namna hiyo, baadaye wangeenda mpaka malaloni. Huyu na yeye marehemu wanapokwenda kuzika, na yeye anawasindikiza, wachawi wamemshikilia, wanaanza kuzika lile gogo, anaona anakuwa anashangaa, mbona wanazika gogo? Baada ya mazishi ya kisha, baadaye sasa narudi nyumbani, wale wachawi wanaondoka na mtu wao, wanampea kwenye shughuli za mashamba, anaanza kulima, anaanza kufanya kazi, anaanza kufanya shughuli mbalimbali kabisa. Ni binadamu kabisa, anafanya shughuli kabisa 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 kabisa, anafanya shughuli za kawaida, lakini akili yake imepumbazwa. Ndiyo wale niliokuonyesha jana hapa, nilikuonyesha mmoja mmoja, akili yao imepumbazwa na anakuwa ameondoka. Na nyie nyumbani najua amefariki, mjomba amefariki, mnaweza hata kusema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Kumbe aliyetoa kweli ni Bwana, aliyetoa ni wachawi, wameweka watu katika mashimo. Hiyo ndiyo aina ya kwanza, wanarudi hao wote katika jina la Yesu. Hebu kama unapenda warudi, sema njoo kwa jina la Yesu. Aina ya pili, nakupa aina 4. Nikimaliza aina 4 tunaanza kuwarudisha mara moja. Aina ya pili ni mtu unasikia kichwa kinakuuma. Hii ni aina ya msukumo, inatokea kwa dharura na haraka, inakuwa jioni au mchana, unasikia tu kichwa kinakuuma kwa mbele. Unajua kama nilivyosema, kifo sio tukio, kifo ni roho, inaweza ikatumwa ikaingia ndani ya mtu. Uliona hapa jana nilipowaita wale watu ambao walikuwa na kifo ndani yao bila wao kujua. Kifo kinaweza kutumwa ndani ya mtu kikaingia. Kwa hiyo kuna jini maalum ambalo linatumiwa na watu wanaochukua msukule. Basi ni jini la kifo, wanakutumia, linaingia ndani yako bila wewe kujua. Linapoingia ndani, unaanza kujiona wewe unaumwa kichwa kwenye paji la mbele, unasikia maumivu sana, unaumwa ghafla, na ghafla huyo mtu ataanza kuhangaika, ukosa hewa, anaumwa. Lakini kilichofanyika, kuna jini limeingizwa ndani ili liikabe roho yako. Unajua mtu ni nini? Mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba, na nyumba inaitwa mwili. Mtu sio mwili. Kwa hiyo mtu yuko ndani ya mwili. Mtu anapotoka ndani ya mwili, kama ameokoka anakwenda mbinguni, anaitwa amekufa. Kifo ni nini? Kifo ni utengano kati ya mwili wa mtu na roho ya mtu. Vinapotengana, mtu anaitwa amekufa. Ndio maana watu wanasema ametutangulia mbele ya haki. Maana yake ametoka ndani ya mwili akaenda, kama ni mbinguni au ni motoni. Kwa hiyo lile jini linatumwa, linaingia ndani ya mtu, jini la kifo. Linapoingia ndani, linaikamata roho ya mtu. Roho ya mtu inapokamatwa, inalazwa usingizi wa mauti. Ndugu zangu, kuna usingizi wa aina 2. Kuna usingizi wa mauti, lakini kwa habari yao waliolala mauti, usingizi wa kifo, tayari jini lile linapoingia ndani inaikaba roho yako. Ile roho yako inapokabwa, lakini bado haijatoka ndani ya mwili, inakabwa, inalazwa usingizi wa kifo. Roho yako inapolazwa usingizi wa kifo, unasikia umeanguka ghafla. Ndio wale watu nasikia amekufa na pressure, amekufa na ugonjwa wa moyo, heart arrest, amekufa si na ugonjwa wa ghafla. Maana yake anadondoka. Anapodondoka, tayari mtu yule roho yake imekabwa ndani na jini. Jini limeilaza roho yake, lakini roho yake haijatoka ndani ya mwili. Sikilizeni niwaambie ndugu zangu, kama kuna daktari yoyote hapa inamtia changamoto, ni kitu gani ambacho daktari anatumia mpaka anasema mtu huyo amefariki? Kitu gani? Kwa daktari mzuri ni vitu 4 tu. Cha kwanza,
unapopelekwa mwili wa mtu aliyekufa, cha kwanza daktari anaangalia macho. Macho ya mtu aliyekufa huwa hayawezi kucheza kwenda kushoto, kwenda kulia, kwenda juu, kwenda chini. Kwenye lugha ya kitaalamu wanaita eye movement. Kwa hiyo daktari anapoangalia akiona hakuna eye movement, yani macho hayachezi, anaandika namba 1, no eye movement, maana yake macho hayachezi. Cha pili anachoangalia, anaangalia chest movement. Mtu anapokuwa hai, anapopumua, kifua kinapanda juu na kushuka, kinapanda juu na kushuka, kinapanda juu na kushuka. Daktari anapoona hakipandi juu na kushuka, anaandika pale namba 2, no chest movement, maana yake kifua hakipandi na kushuka. Cha tatu, daktari mwangalifu ataangalia pressure, atapima pressure. Akiona pressure iko 0, na cha mwisho ataangalia pulse za moyo, zile pulse za moyo, mapigo ti. Akiona hakuna, anasema pelekeni mochwari. Hivyo ndio watu wanapelekwa mochwari. Lakini kwa kawaida yule mtu ambaye roho yake imekamatwa na jini ndani, linailaza usingizi roho yake, lakini roho haijatoka ndani ya mwili, kwa kawaida mtu huyo anadondoka, na huwezi kuona eye movement, na huwezi kuona chest movement, na pressure inakuwa 0, na mapigo ya moyo yanakuwa hayapo. Kidesturi amefariki. Kinachotokea, anabebwa, amefariki tayari. Lakini kimsingi bado yuko ndani ya mwili, roho yake bado ipo. Wachawi wanajua kabisa huyo sio kwamba kafa, amelazwa kichawi. Lakini ukimwangalia, huyu sio mgomba, huyu sio mti, ni mtu mwenyewe, ni original, lakini amekufa. Lakini kuna jini limeingizwa ndani, limeilaza roho yake usingizi wa mauti. Na ndugu yangu, roho kama haifanyi kazi, mwili unakufa. Biblia inasema